ishi katiba ya chama, na kabla ya kadi za chama chetu za kielektroniki, kadi zetu za Chadema zile za karatasi zilikuwa zinaeleza sifa na wajibu wa mwanachama wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Yako mambo ambayo amelidanganya taifa kwamba chama hiki ameondoka kwa sababu hakitoi ushirikiano, kinambagua yeye na wenzake. Sasa nataka nimkumbushe na nipongeze baraza la kina mama la chama ambalo lilikuwa linaunga mkono upande wa mwenyekiti mstaafu. Wamemaliza presi yao wakakumbusha, nasi magharibi tunakazia nimkumbushe aliyekuwa naibu katibu mkuu Benson Singo Kigaira. Mzee wangu, usizeeke vibaya ukajitia upofu. Hakuna utaratibu wowote kwenye katiba yetu ya chama mwanachama wa kawaida unaweza kupewa oda eti na wewe ukashiriki vikao vya kamati kuu ya chama kwa viongozi wa chama wa kitaifa. Ni muhimu akajua wanachama wote wanahusishwa kwenye misingi yao ya chama. Katiba yetu ya chama imejipambanua, imeeleza namna ya muundo wa uongozi. Tunaanza na msingi, tawi, kata, jimbo, wilaya, mkoa, kanda na taifa. Ni muhimu akagundua na akafahamu Benson Kigaila na wapumbavu wenzake wote 55 ni wanachama wa kawaida. Wanapaswa kushiriki vikao kwenye misingi yao. Lakini nipongeze uongozi wa chama taifa ambao umepatikana tarehe 21 mwezi Januari 2025 kwa busara. Vikao vya kwanza na retreat ya kwanza ya chama ya kamati kuu iliwaalika secretariat iliyopita ili kushare uzoefu, kubadilishana mawazo na kuishi na namna ya kwenda na msingi wa chama wa no reform no election. Wao wakasema wanaomba wapumzike kwanza, sababu walikuwa bado wanavia maumivu ya chaguzi za ndani ya chama. Sasa kama wao waliomba kupumzika, ni mwenda wazimu peke yake angeenda kuwapigia magoti kuwataka ni lazima washiriki. Lakini miongoni mwao wachache sana walibahatika kuwa kwenye secretariat na wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu baada ya uundwaji wa kamati kuu mpya baada ya uchaguzi wa tarehe 21 na tarehe 22, akiwemo aliyekuwa katibu wa baraza la kina mama wa chama taifa, na akawa kwenye kamati ya haki za binadamu ndani ya chama, akawa anashirikishwa na ameshiriki. Baada ya kumisbehave, chama hiki hayuko mtu yoyote yeye anayeweza kuwa zaidi ya Chadema. Akachukuliwa hatua za kinidhamu. Kuondoka kwake asilipotoshe taifa. Tunajua walichoahidiwa, na naomba niwaambie leo, walikuwa waende chama kinachofanana pia fikra zao cha ACT Wazalendo. Kwa nini mnafikiri hawakwenda? Ni kwa sababu ACT imemaliza chaguzi za ndani ya chama mwaka jana, kuanzia chini mpaka juu. Wao wanafikiri kuishi ndani ya Chadema ni kumiliki vyeo. Maana yake hakukuwa na position yoyote ambayo wao wangeenda ACT wangeweza kupata nafasi kama walizoziishi Chadema. Hasa hiki chama cha ubwabwa, ndugu waandishi wa habari na Tanzania wenzangu, viko vyama tumekuwa tukiwaambia vinalelewa na mfumo na Chama cha Mapinduzi, havijawahi kuwa na mikutano mikuu wala havifanyi uchaguzi, na wakitaka kuitisha press conference kama hii wanagharamiwa na CCM. Wanasema uchaguzi uko huru na wa haki, tunashiriki uchaguzi. Kwa kuwa chama hicho hakina formula ya uongozi, hao wapumbavu 55 na wengine wajinga nyuma yao wameelezana waende kule ili waende wakapate vyeo. Kigaila namkumbusha, mimi kijana wake anayezungumza hapa, kiumri sipashi kuwa mstaafu, lakini ni katibu mstaafu wa mkoa huu. Yeye anajua
na sijawahi kukoma na sitakoma kupambana kukijenga na kukisimamia chama hiki maeneo nilipo, kwa sababu ninatambua wajibu wa kila mwanachama ndani ya chama hiki ni kuhakikisha anakieneza na kijenga na kukitetea na kuyaishi maamuzi ya vikao halali vya chama. Asingeona haya tangu akisimamia chaguzi kwenye kanda ya Magharibi. Nimeishi bila kuwa kiongozi na sio kiongozi, ni mtiania wa ubunge wa jimbo la Igarura kama kutapatikana reforms, lakini sijawahi kuchoka wala kukoma kukipigania chama changu, kwa sababu ninaamini ndio chama pekee ambacho kinaweza kuwaondoa Watanzania katika umaskini unaotengenezwa na CCM. Katika mambo yote, maisha duni, ukosefu wa ajira na mambo mengine, elimu ya kipuuzi sio na tija, itaondolewa kama chama chetu kitakamata dola. Mimi nimekuwa mpiganaji, nitaendelea kuwa mpiganaji, na mtakumbuka ni moja kati ya wahanga 27 ambao tulikutwa na adha Dar es Salaam kwenye kesi ya mheshimiwa mwenyekiti. Hatujakoma, hatutakoma, na tutaendelea kukisimamia chama chetu na kukipigania. Alipashwa aone aibu, asidanganye kwamba hajashirikishwa. Yeye ni nani kwenye chama ashirikishwe vikao vya kamati kuu ya chama, wakati ni mwanachama kama ambavyo walivyo wanachama wengine? Wangapi wamelalamika? Hasa ni muhimu ili jambo tukaliweka clear, na waandishi wa habari muandike vizuri. Mnasema mpasuko Chadema. Chadema haijapasuka. Chadema inaimarika kuliko ilivyokuwa. Ni muhimu wakajua, na taifa lazima lijue, na ndio maana system ya CCM imeparalyze. Haijawahi kupata ushindani wa kisiasa Tanganyika tangu mfumo wa vyama vingi. Sasa kupitia Chadema na uongozi mpya chini ya mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu na msaidizi wake John Heche, katibu mkuu JJ Mnyika, sekretariat mpya na wajumbe wa kamati kuu, kwa mara ya kwanza nchi hii Tanganyika inapata ushindani usio wa kinafiki, na wala hawauzi chama, hawawauzi wa Tanzania, hawawadai wa Tanzania. Kwa nafasi zao kwenye majimbo yao wangeweza kuwa viongozi, lakini kwa kule tulikopita tangu chaguzi zetu, kwa reference 2019 2024, viongozi wetu wakuu wamesema kwa tafiti hizo za uangalizi wa masuala ya kisiasa ya chaguzi za ndani na za nje, chama kikatoka na msimamo. Hatuwezi kupeleka Watanzania kwenye matukio ya mauaji wakati kama taifa miaka ya chaguzi ni miaka ya kufanya maamuzi ya Watanzania ni nani ya kuwakilishe kwenye kutafuta maisha na kuamua katika utaratibu wa kimaisha. Ni vipimo vyetu tumeviweka katika utaratibu kikatiba, kila baada ya miaka 5 zifanyike chaguzi. Imekuwa kila baada ya miaka 5. Ni kutengeneza ka utaratibu ka kupoteza Watanzania wenzetu, walipa kodi wenzetu, kuwaua Watanzania wenzetu, kuzifanya familia kuwa na wajane, kuzifanya familia kipindi cha chaguzi ziwe na simanzi kwa sababu ya uchaguzi. Chama kikatoka na msimamo wa no reform no election. Hili genge la wapumbavu 55 ni genge lililoitikia no reform no election kwa maudhui ya kujipandisha dau la kununuliwa dhidi ya mfumo wa CCM ambao umekuwa ukitugandamiza tangu uhuru wa nchi hii. Sasa chini ya uongozi wa mheshimiwa Lissu walizungumza no reform no election kutoka ndani. Ndio maana mnaona hawa wapumbavu wote lazima wakimbie. Na sisi tunasema kamati kuu ya Mungu kama alivyozungumza Nabii Rema inafanya shughuli yake kusafisha uchafu kwenye hiki chama. Sisi wanachama ambao tunakubaliana na hiki chama vizuri na Watanzania wote, tunakisaidia chama na kuwakumbusha viongozi wetu sehemu ambako magugu yanasalia kwenye ngano yaondoke. Tunafahamu mtaji wa chama cha siasa ni wanachama, ila sio madalali ambao wanafikiri wawe viongozi
kwenye damu za Watanzania wenzao. Jambo hilo hatutakaa tukubali. Kwa hiyo leo tumewaita ndugu waandishi wa habari katika kuwaeleza mambo haya, kwa kuwa wazungumzaji tuko wengi. Tumeamua tuliweke jambo hili sawa on record. Wako viongozi hapa kutoka Katavi, lakini kwa mkoa wa Tabora wako viongozi ambao wanatoka kwenye majimbo na jimbo. Na kuna mtiania mwenzangu katika jimbo ambalo lilitajwa, mtakumbuka kuna watu walikuwa wanasimama wanasema mimi nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu, mimi nilikuwa mwenyekiti wa BAWACHA na nini. Watazungumza upotoshwaji uliofanyika. Sisi tunaweka rekodi sawa. Sisi tunasema kama magharibi, operation ya no reform no election inayoendelea, inayoongozwa sasa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Magharibi tunawasubiri kwa hamu. Tunaendelea na mapambano, tunaendelea kujipanga. Watanzania wanataka kuwaona tu viongozi wetu wa kitaifa, kuwakumbusha, kwa sababu tuko tayari na hatutakuwa tayari kushiriki umwagaji wa damu kwa kile kinachoitwa cha national election inayolazimishwa na mwenyekiti wa CCM, ili hali kwamba Watanzania wenzetu wanaendelea kupotezwa. Kakaangu Mdude Nyagali Mbeya, paka tunavyozungumza hafahamiki alipo. Viongozi wa taasisi za dini wameguswa na hii piga na poteza. Mmeona misimamo ya viongozi wa taasisi za dini, wao wote wanaunga mkono hatuwezi kwenda kwenye chaguzi kama mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi hatafanyika. Na hii wanayo sababu ya msingi, na niwape ujumbe Chama cha Mapinduzi. Wasiwaambie viongozi wa taasisi za dini kwamba wanawaingilia, baada ya wao kuwa viongozi katika dhuluma. Kwa maneno aliyoyazungumza Mheshimiwa Nape kwamba kushinda uchaguzi si hakutegemei kwamba umepigiwa kura. Alisema kuna kushinda kwa halali, na akasema kuna kushinda kwa haramu. Na ukishinda kwa haramu baada ya kuapishwa kwa vitabu vitakatifu vya Mungu, akasema mwambie Mungu nisamehe. Maana yake uwe kiongozi uliyesimama kwa kukanyaga damu za watu. Niwakumbushe na niwaambie viongozi wa dini, sisi bila kuangalia tofauti zetu za kiimani, wao wanatuhudumu katika huduma za kiroho. Sisi ni waumini wao. Kuonya na kuishauri serikali na hiki chama kinachojitia uburi cha CCM kwamba hatupashwi kwenda kwenye chaguzi bila reforms ni haki yao ya msingi, kwa sababu tunaopotezwa ni waumini wao katika hayo majumba ya kiimani, weza Islamic ama Christian. Kwa hiyo ni muhimu CCM ikajiondoa upofu, ikawatambua viongozi wa taasisi za dini wanao wajibu kabisa na uhalali wa kuzungumza no reform no election. Kwa hiyo nimeona binafsi niyazungumze haya, na niwe muwazi kabisa kwamba lazima tufike mahali kama viongozi wa